pili, namna ya kupata fedha, ikiwa leo ni siku yetu ya pili. Tuanze na kile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 13 ule mstari wa kwanza. Biblia inasema Abrahamu akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye, mpaka kusini. Mstari wa pili, naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Ukiangalia huu mstari wa pili unakuja kutupa ufahamu utajiri wa Abrahamu uligawanyika katika maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza, utajiri wa Abrahamu uligawanyika eneo la mifugo, eneo la pili ni eneo la fedha, na eneo la tatu ni eneo la dhahabu. Kwa hiyo kama ungekutana na Ibrahimu na ungesema huyu jamaa ni tajiri, maanake ungemwangalia hayo maeneo matatu. Ungeangalia wingi wa mifugo yake, lakini pia ungeangalia wingi wa dhahabu zake, ungeangalia wingi wa fedha zake. Fedha ni alama ya mtu tajiri, na siku zote mtu tajiri tunamgundua kwa namna gani? Mtu tajiri tunamgundua kwa kiwango cha fedha alichonacho. Fedha ni alama ya mtu mkuu. Mungu anapokuinua ukafanyika mtu mkuu, moja ya kitu anachokifanya, anakuwezesha kupata fedha nyingi. Fedha ni alama ya baraka. Aliyebarikiwa na Mungu lazima tu atakuwa na fedha, na hii ni kwa sababu Mungu anapokuinua anakuwezesha pia kuwa na fedha. Fedha inaweza kumtengenezea mtu sauti, na kuna msemo mmoja ambao unasema fedha yako ni sauti yako. Ni kweli kabisa, ukiwa na fedha una sauti. Kwenye familia yako mtu mwenye fedha ni yule mwenye sauti. Kwenye ukoo mtu mwenye fedha ni yule mwenye sauti. Kwenye kikao cha kwaya mtu aliye na fedha ndo anasikilizwa. Kwenye kikao cha mabaraza, halmashauri, vikao mbalimbali kwa makanisani, fuatilia, mtu anayesikilizwa sana ni mtu mwenye fedha. Kwenye vikao vya wafanyabiashara, vikao huko maofisini, kwenye taasisi, mtu anayesikilizwa sana ni mtu mwenye fedha. Hivi una habari kwamba mtu mwenye fedha ana uwezo hata kusimamisha msiba? Ukitokea msiba, mtu mwenye fedha kama yuko mbali atakwambia simamisheni wa msiba, na watu watasikiliza. Marehemu hata kwenda kuzikwa mpaka huyo mwenye fedha amekuja, na atalisha msiba wote kipindi chote mlichomsikiliza, na akija analisha msiba, na baada ya msiba kuisha bado ataendelea kulisha. Sasa jaribu siku moja, wewe ambaye hauna fedha, jaribu kusimamisha msiba, utagundua hakuna mtu ambaye anaweza kukusikiliza. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa sana. Na ndio maana hata ukiwa na hekima lakini ni masikini, huna fedha, una hekima lakini huna fedha, hakuna mtu atakaye kusikiliza. Hivi una habari kwamba mtu mwenye fedha hata akiongea pointless, kitu ambacho hakina maana, kitatafsiriwa kama pointi nzuri, kama kitu kizuri. Lakini yule ambaye hana fedha, hata angeongea jambo zuri kiasi gani, watu watalichukulia hilo jambo ni baya. Fedha haijawahi kuchosha, na ndio maana hauwezi kuchoka. Yaani fedha haijawahi kumchosha mtu. Ukipata fedha nyingi, bado ndani yako utatamani kuwa na fedha zingine zaidi, kwa sababu fedha haijawahi kumchosha mtu. Fedha haijawahi kumkinai mtu. Tunafahamu kwamba ukila wali na maharage ukafululiza unaweza kukukinai, lakini mtu hata akiwa na fedha nyingi kiasi gani bado atatamani fedha zaidi, kwa sababu hasijawahi kumkinai mtu. Lakini pia fedha haijawahi kutosha. Asikudanganye mtu, fedha hazitoshaki, hazijawahi kutosha siku zote. Kama unafikiri kutania, kama ulize watu ambao wanapewa mishahara.
Mtu atapewa mshahara wa milioni 1, anasema aisee, angalau ningepewa hata milioni 2, na ikifika milioni 2 anasema da, ingekuwa hata milioni 3. Maana yake nini? Maana yake fedha hazijawahi kutosha. Unapojifunza swala zima la fedha, tunasema hivi, huwezi kupata fedha ukiwa umesimama kama haujajifunza kupata fedha ukiwa umekaa. Kuna kanuni moja kupata fedha, nasema hivi, kaa kwanza. Una uwezo wa kupata fedha ukiwa umekaa kabla ya kusimama, lakini ukisimama kabla hujakaa huwezi kupata fedha. Ndio utawakuta watu wanazunguka maeneo mbalimbali, wanazunguka mikoa, wanazunguka manchi mbalimbali, anarudi nyumbani hana hata 100. Kwa nini? Kwa sababu alijifunza kukimbia kabla ya kukaa. Fedha ina uwezo wa kubeba utambulisho wako. Kwa hiyo fedha ni kitambulisho. Yaani mtu mwenye fedha hata kama jina lake halijulikani, lakini akiwa na fedha tu, hata kwenye mtaa watasema yule mwenye fedha. Hata kwenye mkoa fulani watasema okay, mnamzungumzia yule mwenye fedha. Kwa hiyo fedha ina uwezo wa kukutambulisha, lakini pia fedha ina uwezo wa kukufanya ujulikane. Una uwezo wa kujulikana kwa sababu ya fedha unazokuwa nazo. Fedha ina uwezo wa kuongea. Fedha ina uwezo wa kuongea. Moja ya kitu ambacho Mungu alinifundisha ni hiki, kwamba fedha ina uwezo wa kuongea. Inaongea ikiwa wapi? Fedha inaweza ikaongea ikiwa kwenye mfuko. Ina uwezo wa kuongea ikiwa kwenye pochi. Unaweza ukawa unazunguka, unatembea, ukisikia tu harufu ya kitimoto, fedha nakwambia, simama kwanza, umesikia harufu ya kitimoto? Nenda kale kitimoto, usipitilize hicho kibanda. Kitimoto ni tamu sana. Ile ni fedha inaongea. Kama fedha inaongea, maana yake fedha ina sauti. Una uwezo wa kusikia sauti ya fedha. Okay, sio hivyo tu, fedha ina uwezo wa kusikia. Kama fedha ina uwezo wa kusikia, maana yake una uwezo wa kuiamuru fedha unachotaka ifanye na ikafanya. Naomba nirudie tena, fedha ina uwezo wa kusikia. Kama fedha ina uwezo wa kusikia, una uwezo wa kuiamuru fedha unachotaka ifanye na ikafanya. Na hili jambo nimelithibitisha hata kwenye maisha yangu. Kuna siku ambapo nilikuwa nimeishiwa fedha na nilikuwa nataka fedha zaidi. Nikachukua noti ya shilingi 10,000 nikaiweka kwenye meza, alafu nikaibandikia mikono, nikaiambia fedha, najua wewe unasikia. Sasa fanya hivi, mahali popote waliko wenzio, wewe 10,000, mahali popote waliko wenzio, nenda kawaambie mtumishi Edison anawahitaji. Nilipoisemesha ile fedha, nikaiweka mfukoni. Kitu gani kilitokea? Baada ya kusema yale maneno, ndani ya wiki moja nikaanza kuona milango ya fedha kwenye maisha yangu. Sikuacha kufanya hilo jambo, na mpaka leo sijaacha kufanya hilo jambo. Maana yake fedha inaweza kubeba maneno. Kama fedha inaweza kubeba maneno, una uwezo wa kuisemesha fedha ikabeba yale maneno, ikayachukua, ikafanya unavyotaka wewe. Kwa njia nyingine ya kuifanya fedha yako iongezeke, isemeshe fedha yako. Una 10,000, isemeshe 10,000. Una 5,000, isemeshe 5,000. Lakini tafadhali, ukiwa na 2,000, unapoisemesha usizisemeshe zije 2,200,
zisemeshe zijage nyekundu nyekundu 10,000. Jina la Bwana limebarikiwa sana. Haleluya! Kuna watu kadhaa ambao nimeomba nao juu ya hili eneo, na kuna wengine pia waliniuliza maswali namna kufanya kwenye ile eneo, unawezeje kuisemesha fedha. Nimewafundisha, nimewaelekeza na wamefanya hilo zoezi, na kwenye maisha yao wameanza kuona matokeo. Fedha ina uwezo wa kukuamulia wewe cha kufanya kama wewe hujaiamulia cha kufanya. Fedha ina uwezo wa kuteka moyo wako na kukuendesha inavyotaka. Kama fedha ina uwezo wa kuteka moyo wako, maana yake fedha ni kiongozi. Wow! Kama fedha ni kiongozi, ina uwezo wa kumwongoza mtu, ina uwezo wa kumwongoza mtu. Na inamuongoza mtu wapi? Inamuongoza mtu mahali ambako anatakiwa kupata mahitaji yake ya kila siku. Kwa hiyo moyo wako unatakiwa kuwa na nguvu kuliko nguvu ya fedha, na hii ni kwa sababu moyo wako usipokuwa na nguvu ya kutosha kuiendesha fedha, basi uwe na uhakika fedha yako mwenyewe itaanza kukutesa na kukuendesha. Ukitaka fedha yako iweze kuongezeka, hakikisha umegundua tabia ya fedha. Fedha ina tabia nyingi sana. Moja ya tabia ambayo fedha inayo, fedha ina tabia ya kukaa na mtu ambaye anaizungusha ili apate faida, na fedha haikai na mtu ambaye haizungushi. Kuna watu wakipata fedha wanaziweka chini ya godoro. Fedha haiwezi kukaa na wewe. Yaani fedha ina uwezo kukaa na mtu ambaye anaizungusha ili kuingiza faida. Fedha ikipata mtu wa namna hii, hiyo fedha itampenda huyo mtu. Fedha ikipata mtu wa namna hii, hiyo fedha itakuwa rafiki wa huyo mtu. Kwa nini? Kwa sababu ndo tabia ya fedha, inakaa na mtu ambaye anaizungusha na haikai na mtu ambaye anaidunduriza. Moja ya kitu ambacho unachotakiwa kukigundua ni kwamba fedha inafuata nidhamu, na hii ni kwa sababu kuna watu ambao hawana nidhamu ya fedha. Nisikilize mtoto wa Mungu, mtafute mtu yoyote ambaye ni tajiri, mtafute mtu yoyote ambaye ana fedha nyingi, nitakuonesha mtu ambaye ana nidhamu sana eneo la fedha. Na nitaka kukuuliza sasa hivi, kwa mfano, mtu akija kwako akikuomba 5,000, lazima ujue anakuomba 5,000 kwa ajili ya nini. Na kuna watu ambao matumizi yao ya fedha ni mabaya sana, na huku wanataka kuwa na fedha nyingi. Hivi kwa siku unatumia bando la shilingi ngapi? Na kwa wiki unatumia bando la shilingi ngapi? Na kwa mwezi unatumia bando la shilingi ngapi? Ndio utagundua kuna fedha nyingi sana unazozipoteza bila wewe kujua. Usipokuwa na nidhamu ya fedha, uwe na uhakika fedha haiwezi kukaa kwenye maisha yako. Kwa fedha inakaa na mtu mwenye nidhamu, na ukiwa na nidhamu na fedha, fedha yako itaongezeka zaidi na zaidi. Nimalizie kwa kusema kuwa na fedha ni jambo la kwanza. Kutunza fedha ni jambo la pili. Tajiri mmoja aliwahi kusema hivi, una uwezo wa kuwa tajiri, lakini changamoto kubwa ni kubakia kwenye levo ya utajiri. Maanake watu wengi sana wanapambana usiku na mchana wawe matajiri, na wanafanikiwa, wanakuwa matajiri, lakini shida ni kubakia kwenye ile levo ya utajiri. Hapo ndo wengi wameshindwa, wamejikuta wanaporomoka na wanarudi tena kwenye umasikini. Kwa hiyo ukitaka kuendelea kuwa na fedha, lazima ujue namna ya kuitunza fedha, na ukitaka kujua namna ya kutunza fedha, lazima ujue kile kinachopoteza fedha. Moja ya kitu kinachopoteza fedha ni magonjwa. Moja ya kitu kinachopoteza fedha ni matatizo. Moja ya kitu kinachopoteza
fedha ni shida. Kwa hiyo ukitaka kutunza fedha, hakikisha una bima. Hakikisha una bima, kwa sababu bima ni moja ya njia nyepesi sana inayoweza kukusaidia kutunza fedha yako isitawanyike. Bima ni moja ya njia inaweza kukusaidia kutunza fedha yako isipotee, kwa sababu utakapokuwa unakutana na magonjwa utakuwa unatumia bima yako. Ukitumia bima yako unatatua hayo matatizo ya magonjwa, wakati fedha yako iliyo kwenye mzunguko inaendelea kubaki pale pale, haitapotea, haitatawanyika. Mungu akutunze, Mungu akubariki. Unapoendelea kufuatilia hili somo, wacha nikuombee. Repaka rindi karapasori randirekeserendirikira repaso randira ramako randirekesori randiriso randire rendiraso randire koromoso rindiraso randiraso rondira remandereke serendirikira noromo sorandire sorondi rindira soromondere. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nimekuombea neema ya ongezeko la fedha ikae juu yako, na ukawe mtu mwenye fedha na ukafanikiwe sana kifedha katika jina la Yesu Kristo, amen. Ikiwa utapenda kuwasiliana na mimi au kuomba ushauri au kunitumia maoni, au ikiwa Mungu amekusukuma na amesema na wewe utoe sadaka, utume sadaka, unaweza ukanifuatilia kwa namba ya 0753 47 22 00 0753 47 22 00. Mwalimu Edison Eliakim kutoka Mbeya, Tanzania, na Mungu akubariki. Shalom, shalom.